Jambo la kwanza, tulianzisha mfumo wa vyama vingi katika nchi hii mwaka 92, miaka 30 kitu iliyopita, ili wananchi muwe na option ya kuamua nani ya waongozi. Mamlaka ya nyie kuamua nani ya waongoze iko kwenye ibara ya 8 ya katiba ya nchi yetu. Na ukisoma ibara ya 8 ukishuka chini inasema lengo la serikali yoyote itakayoingia madarakani ni ustawi wa watu wa nchi yetu. Yaani serikali yoyote tunayoiweka ni ili ifanye maisha yako yawe bora zaidi. Tunaelewana vizuri? Kustawisha maisha yako. Na bahati nzuri nchi yetu ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia kila kitu mnachokijua. Ni nchi ya kwanza duniani na madini yanaitwa Tanzanite hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa hapa. Ni nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Ni nchi ya kwanza kwa kuwa na ziwa lenye upana Afrika, wa pili duniani, ziwa Victoria. Ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani. Ni nchi ambayo ina ukubwa wa kilomita za mraba 945, ukichukua Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda ukichanganya pamoja hazitufikii. Sisi tuna mlango wa bahari, mnajua jirani zenu Malawi hawana mlango wa bahari. Ili wapitishe greda wanayonunua kutoka Ulaya iende kwao ikalime barabara, itapita kwenye maji yetu ya bure Mungu ametupa, sisi tutaingiza fedha. Ni nchi ambayo ina dhahabu, kianzia kule kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Ushirombo ni dhahabu, ukienda Mbogwe ni dhahabu, ukija Chunya ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia, Afrika na dunia nzima. Na leo kilo ya dhahabu ni shilingi 255 kwa gramu. Nikisema gramu ni kama ukichukua ule wembe ukiuvunja katikati, pale kamoja ndio gramu moja. Tani na tani za dhahabu zinatoka katika nchi yetu kila siku ya Mungu, zinasafirishwa kwenda Ulaya. Nchi hii ina chuma ambacho tukiamua kukichimba tutatumia miaka 100 kwa kukitumia. Chuma hii tuna mlima hapo Rudewa hapa jirani zenu panaitwa Mchuchuma na Liganga. Mungu alivyotupenda akatuwekea makaa ya mawe hapa, alafu kilomita 50 akatuwekea chuma ili haya makaa ya mawe yatumike kuyeyusha hiki chuma. Wakati wanaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, niliwashauri bungeni, nilikuwa waziri kivuli wa nishati na madini. Nikamwambia Rais Magufuli wakati huo kwamba kabla hujaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, chimba kwanza chuma chako, jenga kiwanda chako, kitaajiri wa Tanzania 60,000 direct employee. Alafu kisha chimba chuma chako ukakitengeneza, kitaajiri watu wako, kitakulipa kodi ndani ya nchi. Kwa hiyo huyu unayempa kukujengea bwawa unamwambia bwana, tunakupa kujenga bwawa hili hapa, lakini chuma chote nunua hapa. Kwa hiyo ukimlipa pesa kwa mkono huu, unaichukua kwa mkono huu, inabaki ndani ya nchi yako, ikujengee ajira kwa watu wako, ikujengee uchumi wa nchi yako, uajiri watu zaidi, kwa sababu pesa hiyo itazunguka ndani ya nchi. Kijana ambaye angelipwa pale kufanya kazi kiwandani angetaka kujenga nyumba, fedha ingetoka kiwandani ingeingia kwa kijana Mtanzania. Akijenga nyumba, fundi Mtanzania atapata pesa. Yule fundi akipata pesa atanunua mboga kwako, wewe utapata pesa, utamwagiza bodaboda akuletee mboga nyingine. Yule bodaboda atanunua mafuta kwenye kituo cha mtu mwenye mafuta. Yule ataajiri mlinzi atapata pesa, atakunywa chai kwenye mgahawa, pesa itazunguka miongoni mwetu. Hizo wakazichukua wanazipeleka nje ya nchi. Hawakutusikiliza. Leo tunaagiza chuma cha dola za Kimarekani bilioni 1.2 ambazo ni trilioni 3. Kiwanda chetu tulihitaji trilioni 7 kukijenga. Mwaka huu tumeagiza chuma cha trilioni 3, mwaka jana trilioni 3, mwaka mwingine ule labda trilioni 4. Kwa hiyo kwa miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni 10, wakati tungejenga kiwanda cha trilioni 7.8
tukachimba miaka 100. Miaka 100 kiwanda chetu kipo kinawapa ajira, na fedha zote hizi tunazotoa nje zingebaki huko, zingetengeneza ajira kwa vijana. Ndio maana tuna rasilimali, watu ni maskini kwa sababu watu walioko madarakani wana uwezo. Leo mchele bora wa dunia hii unatoka Chunya, unatoka kwenu hapa Kyela. Si nyinyi ni wakulima wa mchele? Si watu wanalima mpunga hapa? Watu wa Kyela wanachohitaji ni uchukue maji, si ziwa Nyasa liko hapa, uwapelekee kwenye mashamba yao. Ukishawapelekea kwenye mashamba yao, mkulima wa Kyela hata subiri msimu wa mvua ndio alime. Baada ya siku 90, mpunga ni siku 90, uongo kweli? Atakata mpunga wake kwa sababu kuna maji, atapanda tena. Tena baada ya siku 90 atakata, atapanda tena. Tena baada ya siku 90 atakata, atapanda tena. Kwa hiyo huyu mtu utakuwa umempa faida ya kulima mara 3 au mara 4 kama wanavyolima watu wa Pakistan. Leo hamna hiyo kwa sababu hamna maji, mnasubiri msimu wa mvua na maji yako hapa. Nchi ya asali na maziwa, watu wake ni maskini kwa sababu ya viongozi. Tukiyasema haya, wanakimbia na makamera, wanaturekodi, wamejaa kwenye mikutano. Imegeuka kazi ya usalama wa taifa kumfuatilia Heche, kufuatilia Lissu. Wanatufungulia kesi za uhaini, wanataka kututisha. Ndani ya miaka 3 ya Rais Samia, ambaye mimi nilikuwa kwenye kikao cha maridhiano tarehe 20 mwezi wa 5 2022, tulienda Ikulu na mwenyekiti Mbowe. Mimi niliteuliwa kutoka kwenye chama chetu. Akatuahidi kwamba mambo yaliyofanywa chini ya mtangulizi wake, kuiba uchaguzi, kuteka watu, kuumiza watu, kuchukua mali za watu kwa nguvu, hayatajirudia. Alituahidi yeye mwenyewe. Leo nini kinatokea? Uchaguzi wa mwaka 2024, mwenyekiti wetu wa vijana yule pale ni wakili wa mahakama kuu, ana degree na amesoma, ni wakili wa mahakama kuu. Alikuwa anagombea kijiji, akaambiwa hajui kusoma na kuandika. Mtu wa darasa la 7 wa sisi anajua kusoma na kuandika. Hivi mnaelewa haya mambo? Tulikuwa na vijiji tunavyoongoza. Ni hapa mwaka 2015 Manyamaki alishinda ubunge hapa, uongo kweli? Ingawaje amejiunga na watesi wetu, lakini alishinda ubunge hapa. Kwa nini Manyamaki hakwenda bungeni? Kwa sababu ya tume ya hovyo ya uchaguzi. Watu walipigwa mabomu hapa siku 4 naambiwa. Nasema uongo? Waking'ang'ana ili watu watangaze ubunge. Mimi nilitangaza ubunge kwa vita. Watu walikufa ili mimi niwe mbunge. Nchi hii ambayo tuna makaa ya mawe, ndugu zangu. Lissu juzi tulikuwa Songea, tumehesabu maroli yanayopita na makaa ya mawe. Maelfu kwa maelfu ya maroli yanaondoka na utajiri wa watoto wetu. Sisi tunabaki maskini. Watu ambao bei wa Tanzania ni maskini. Unategemea makaa ya mawe ndio kuzalishia umeme wa kuyayusha chuma. Nchi yoyote duniani iliyoendelea lazima iwe na basic industries, lazima iwe na viwanda vya kawaida. Huwezi kuwa nchi ambayo unaagiza toothpick kutoka nje, huwezi kutengeneza uchumi. Tulikuwa Mtwara, watu wanalima korosho. Nyie mnalima mahindi, mnalima mpunga. Mpunga unahitaji magunia ya kupaki. Mwalimu Nyerere aliacha Tanga inazalisha mkonge, aliacha Lindi inazalisha mkonge, aliacha Mtwara inazalisha mkonge, alijenga viwanda vya magunia vinaajiri watoto wetu. Na fedha inayotoka kwa yule mtu anayenunua gunia inabaki ndani ya nchi. Leo tunaagiza magunia kutoka nje, kutoka India. Unachukua pesa ya Mtanzania unaipeleka India kutengeneza ajira kwa Wahindi. Nchi hii tuna bodaboda kila kona, tuna bajaji zinahitaji matairi, zinahitaji spoku. Hatuna kiwanda cha kutengeneza tairi. Mwaka 70 Mwalimu Nyerere alikuwa na General Tyres inatengeneza matairi. Utatengenezaje ajira kwa watu wako? Kama wewe, nyie mna mtu hapo, uongo kweli?
Kwa nini mto haujai lakini ziwa linakuwa na maji mengi? Kwa sababu ziwa lina uwezo wa kukaa na maji mengi. Hiyo ni principle ya uchumi. Kama wewe pesa inaingia na unaitoa kwa kiza toothpick, utabakija na pesa ili ujenge uchumi mkubwa. Kwa sababu wewe unakuwa kama conduit, unakuwa kama mto. Ziwa ndio linajaa maji, linaajiri watu. Tunapochukua pesa za ndani ya nchi yetu, tunapeleka China kununua vitu tunavyoweza kutengeneza, tunaitumia China kama ziwa, inakuwa na hela nyingi. Sisi tunatumika kama mto, tunabaki maskini bila uchumi. Hatuwezi kuajiri watoto. Watoto wanamaliza shule, baba analia nyumbani, niliuza mpunga wangu, bora nisingemuuza nimsomeshe huyu, bora ningebaki na mpunga wangu, kwa sababu hawana walimu walioahidiwa. Lakini fedha ambazo zingetumika kuwaajiri zinasafirishwa kwenda nje. Hebu fikiria hivi, Dubai ni jangwa ndugu zangu. Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000. Je, watu wa Kenya ni wengi kuliko watu waliokuwepo Dubai mwaka 61? Leo sisi tuna bandari, tunazungukwa na nchi 7 landlocked. Tunazungukwa na Malawi, tunazungukwa na Uganda, tunazungukwa na Kongo, tunazungukwa na Zambia, tunazungukwa na Rwanda, tunazungukwa na Burundi, tunazungukwa na Uganda. Zote ili zipitishe gari kwenye maji yetu, ili wapitishe nguo kutoka nje kwenye maji yetu. Unachohitaji wewe kama serikali ni kujenga gati. Gati ni kama stendi, sehemu ambayo meli itasimama, washushe mizigo, pesa ingie kwenye nchi yako. Mtu akitoka Malawi akifuata gari alilonunua kutoka Japani, anatulipa pesa kwa kupitisha kwenye maji aliyotupa Mungu bure, hayaishi leo wala kesho. Utajiri unakuja hapa. Leo hiyo bandari tumechukua, tumewakabidhi Waarabu wa Dubai mpaka kiama, kwamba sisi watu milioni 60 hatuna uwezo wa kusimamia bandari ilizotuacha Mwalimu. Watu milioni 3 wana uwezo kuliko sisi. Tuna uwanja wa ndege wa Kia, tumekabidhi Omani. Kila mtalii anayepita analipa dola 55 kwa kuingia, dola 55 kwa kuondoka, wanapita watalii milioni 1.5. Uwanja upo aliuacha Mwalimu. Kukaa pale tukusanye fedha hatuwezi. Tumewapa wa Omani ndio wakusanye wakajenge kwao. Leo dunia hii nchi kubwa za viwanda zinazalisha hewa ya ukaa, zinasababisha machafuko ya mabadiliko ya tabia nchi, zinapeleka hewa ya ukaa huko mbinguni, kwenye anga, zinapigwa faini ili nchi zile ambazo zinazalisha oxygen zilipo hiyo faini kutokana, inaitwa carbon credit. Kwamba nyie China, nyie Marekani, nyie Uingereza, nyie Ujerumani wenye viwanda vikubwa nazalisha hewa ya ukaa, mnaathiri watu wanaozalisha misitu, tuwape fedha kufidia misitu. Kwamba sisi Tanzania tumequalify, tuna misitu mingi inayonyonya hiyo hewa ya ukaa. Leo tumechukua hiyo misitu, tumesaini mkataba na Saudi Arabia kwamba wao ndio waonekane wenye misitu, wao ndio watakusanya hizo fedha. Nchi inauzwa left, right and center. Tukiyasema haya wanasema sisi ni wabaya. Sisi ni wabaya kwa haya tunayosema? Kwamba tukae kimya? Tukikaa kimya mawe yatazungumza. Tumekataa kukaa kimya. Wamemkamata Lissu, wamempa kesi ya uhaini. Nataka niwaambie, mimi John Heche alichokuwa nakisimamia Lissu nitakisimamia kwa nguvu zangu zote. Hatutarudi nyuma. Wanasema sisi Chadema tunasema hivi, tunachotaka ni mabadiliko ya kanuni na sheria za uchaguzi ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Kusema hivyo tuna makosa gani bwana Fani? Hatutaki askari muhusike kuiba uchaguzi. Tumekataa. Hatuwezi kuwa sehemu ya huo uchafu. Hatutaki walimu wetu wahusishwe kwenye wizi wa uchaguzi. Ndicho tunachokisimamia. Kwa nataka niseme mbele yenu, kampeni ya no reforms no election itaendelea bila kurudi nyuma. Kama watataka watupige risasi, wakitaka watuue. Wanatuambia hivi, leo wameenda kusaini kitu kinachoitwa maadili ya uchaguzi, kwamba chama ambacho hakijasaini leo hakitashiriki uchaguzi.
Hao wanaotaka tusaini maadili wana maadili kiasi gani? Kairima una maadili gani wewe? Watu mnaoiba kura mna maadili gani nyinyi? Kuiba uchaguzi ni maadili? Kuiba kura ni maadili? Hatujaona polisi wanaingiza kura kwenye masanduku. Si tukashiriki kwenye ujinga huo? Tumekataa. Sasa ndugu zangu, tunasimamia pale pale. Sisi hatuogopi uchaguzi. Afande, mimi nimeanza kugombea ubunge niko mwaka wa pili chuo kikuu. Na nimekuwa mbunge, najua utamu wa bunge. Hakuna mtu anaweza kuniambia mimi naogopa uchaguzi. Mimi siogopi uchaguzi. Kuna mtu anaweza kunishinda mimi ubunge kwenye free and fair election Tarina pale? Wasubutu. Wana uwezo huo? Hii mashine ni ya kuotea mbali kabisa. Wana hoja za kujibu mambo ninayoweza kusema mimi. Hiki ni kichwa kimelelewa vizuri, kimesoma vizuri, kina akili. Hiki ni kichwa kinaangalia miaka 100 nchi yetu itakuwaje. Sisi hatutakuwepo. Tunataka watoto wetu warithi nchi ambayo ni asali na maziwa. Watu wetu wanaishi kwenye umaskini wa kutengeneza na viongozi wa bovu. Vijana mnaishi kwa kufanya betting katika nchi ambayo mlipaswa nyie mwe mnaenjoy dunia. Dunia nyingine, unaenda nchi kama Norway, watu wake wanapewa child support. Wanapewa support na serikali, wasiokuwa na kazi kila mwezi wanaingiziwa hera. Sisi tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5, watu wetu ni maskini. Bob Marley anasema kwenye wimbo wake wa Rattles, in abundance of water a fully thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Unawezaje kuwa na kiu wakati uko katikati ya ziwa Nyasa? Katikati ya utajiri wa jinga ni maskini, watu wetu ni maskini. Tumekuja kuwaomba mtunge mkono kwenye tunayoyasimamia. Wanasema chama hiki kisiposhiriki uchaguzi kitakufa. Tumesema hivi, kama tutakufa kwa kusimamia ukweli, Mungu atatambua tulisimamia ukweli na kife. Ndani ya miaka 3 Rais Samia na serikali yake wamejaribu kumwekea mwenyekiti wetu kesi ya ugaidi Freeman Mbowe. Hukumu ya ugaidi, ndugu zangu, ni kunyongwa mpaka ufe. Kesi ikawa ya uongo, wakamwachia kwa aibu. Leo wanamwekea Lissu kesi ya uhaini ya uongo. Hukumu ya uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Lissu aliyepigwa risasi 16, Mungu akamwokoa. Wanataka kumuua kwa kesi ya uhaini. Hawa watu ni wabaya kuliko wakoloni. Wanataka kutuua kwa sababu tuna mawazo tofauti na wao. Sisi tunataka kushindana kwa hoja. Hatuna bunduki. Hatutaki kupindua nchi hii. Tunataka uchaguzi huru na haki. Hawa watu wanaoiba uchaguzi ndio wahaini, kwa sababu wanapindua mawazo ya wananchi ambayo wamepewa nguvu hiyo kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba ya nchi yetu. Hao ndio wahaini. Sisi sio wahaini. Mwalimu Nyerere alisema tuasi dhidi ya mifumo miovu na kandamizi inayoumiza maisha yetu, na sisi hatutakubali kuwa sehemu ya uchafu wa nchi hii ambao unasimamiwa na jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola. Tumekuja kwenu kuwaomba muunge chama hiki mkono. Msimame na chama hiki, mkitetee katika wakati mgumu na katika wakati wa raha. Tutapashiwishwi na wasifikiri tutarudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Tuna karatasi zinaitwa petition. Karatasi zinaitwa petition. Madai kila Mtanzania, hata kama ni askari, anayepinga na nature ya binadamu. Binadamu sio mtu wa maonevu. Binadamu anakuwa muonevu pale anapowekwa kwenye mfumo na ukubali uonevu, impunity. Binadamu hapendi uonevu. Ndio maana ukiona mtu anapigwa utaumia. That's nature. Lakini ukilelewa katika uonevu, baadaye utakuwa sehemu ya uonevu. Tusikubali kujenga culture ya impunity na culture ya kutokuhurumiana na culture ya kuumizana. Nataka kumnyonga Lissu.
Kwa sababu Lissu anasema ukweli. Hatutakubali. Tunaomba wote ambao hamuungi mkono wizi wa uchaguzi msaini kwenye hizo fomu. Viongozi wetu watakuja nazo kwenye kata, kwenye mitaa, na hata leo Kasambara ubaki hapa. Watu wapange mstari, waendelee kusaini. Unaandika jina lako, unaandika namba yako ya simu na unaweka saini. Tunahitaji saini milioni 15. Tutazipeleka Umoja wa Mataifa kuonesha kwamba Watanzania hawataki wizi wa uchaguzi katika nchi yao. Na tutazipeleka mahali pengine pote duniani. Tutampelekea Samia mwenyewe kumwambia watu wa Tanzania hawataki uchaguzi wa aina hii. Ukiazimisha kwenda kwenye uchaguzi, na uchaguzi wa bila Chadema utakuwa uchaguzi gani? Wanachukua vyama vya mfukoni, eti wanadanganyana eti wataenda navyo kwenye uchaguzi. Nani ataenda kupiga hiyo kura? Mtaenda kushiriki uchafu? Bila chama chenu wa Tanzania kuna atakaye haribu muda wake kwenda kupanga mstari. Leo katiba ya nchi yetu ibara ya 27(2) inasema ni wajibu wetu kulinda rasilimali za nchi, kulinda mali za nchi yetu. Unachukua bilioni 500 unazipeleka kwenye uchaguzi ambao umeshaamua nani awe rais. Kwa nini mnaenda kufanya huo uchaguzi? Kwa nini msichukue hizo pesa mkawaletea wananchi matrekta, mkawaletea maji, mkawaletea nini, walime fedha, wapate fedha mfukoni kuliko mnavyoenda kuziharibu? Kwa nini mjitangaze alafu mkijitangaza hizo pesa pelekeni kwenye mambo mengine ya wananchi? Tunaelewana watu wa Kyela? Jana mmesikia wabunge wa CCM wanasema kwamba Rais Samia si umteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Hiyo ni dharau kubwa sana dhidi ya Watanzania. Kwamba tayari Samia yeye ni rais. Nyie muamue msiamue, yeye ni nini? Nani atakusikilizeni nyie mtakapolalamika kuhusu barabara mbovu, kuhusu maji, kuhusu nini? Nani atakusikilizeni kama kura yako haiamui? Ndio maana lazima mpiganie nguvu yote kuhakikisha tunarudisha heshima ya nguvu ya kura ya mwananchi. Tunaelewana vizuri watu wa Kyela? Ninawashukuru sana.